ulikuwa una swali. Lakini tumengoja pale daktari tulipoishia kwamba ufanye nini mwanamke amjaze. Maana mwanaume anatakiwa awe amejazwa na mke wake. Kwamba popote anapokuwepo uwepo wa mke wake uwepo ndio ambao utamsaidia yule mwanaume toka nje ya mahusiano, na hata mwanamke pia kwa upande wake. Kwa hiyo ulituambia hilo ndio lilikuwa kubwa. Kulikuwa kuna mengine kwenye hilo kabla Jose hajauliza swali. Kabisa. Unajua mambo yote tunaoongea hapa, wanaotusikiliza wanaona mbona haiwezekani? Mbona nafanya mambo yote haiwezekani? Mulianza vibaya. Hapa tunaongelea wale ambao walianza vyema. Mkikosea mwanzo maisha feli. Upendo unabidi utawale mwanzoni mwa mahusiano. Na kupenda ni uwezo wa kumbeba mtu alivyo. Kumbeba mtu inabidi ujue identity yake. Ili upande kwenye ndege, kwenye basi, inabidi uwe na ID. Ijulikane wewe ni nani, unaitwa nani. Katika mahusiano mwanzoni kabisa, kama mkipendana kweli, inabidi mjuane. Tendo la ndoa ni sehemu mojawapo wa kujuana. Ndio maana tendo la ndoa linatambulika kama kujuana. Ukitembea na mtu unamjua. Sasa kumjua mtu hakutoshi, inabidi umfahamu, inabidi umuelewe. Uelewa ni wajibu wa kila mmoja. Wanandoa wengi wanazanigi wakiingia kwenye ndoa wameshafika. Kumbe ndio safari imeanza. Mkifunga ndoa safari imeanza. Kwa hiyo pale safari inapoanza, kumjaza mwenzako, mwanamama ndio ana wajibu nambari 1. Kwani ndiye aliyevutia mwenzake kuja kwake. Sawa. Mwenye uwezo huo, manake mwanamke inabidi kila leo umwazie mema mwenzako. Ni jambo ambalo ni ngumu. Umwazie mema mwenzako. Na usitumie unyenyekevu kama utumwa. Mwanamke, ondokana na dhana ya kuwa mnyonge. Ni vigezo vya kuendesha ndoa. Mwanamke hakikisha umbembelezi mume. Mwanaume abembelezeki. Kumekucha Hakikisha ubanani naye. Kwa maana ya kujipendekeza kwake. Au kumng'ang'ania. Usijipendekeze kwa mwanaume. Mwanaume anahangaikia kisicho banana naye. Kwani mwanamke ni ardhi. Vitu vyote vimebanana naye. Ili viishi inabidi viwe attached. Lakini watoto wako sawa, ila mume wako ni mpanzi. Inabidi wana uhuru wa kutembea kwenye ardhi hiyo, sio kubanana nao. Usibanane nayo, asikie kabisa yuko free. Usijifanye kwamba business yako yote ni mwanaume. Business yako yote wewe ndo business yote. Ardhi inajihudumia yenyewe. Usipoweka mazao, majani yatasomeka hapo. Kabisa. Mwanamke inabidi una uwezo wa kutekea na yeye. Mwanaume atamheshimu. Kutekea na wewe sio kujinunulia nguo, kujiremba, kuwa na kazi ya kwako, hapana. Mawazo yako. Usiwe tegemezi. Ondokana na zana ya kuwa tegemezi. Ardhi ni tegemeo. Ardhi tunaelewa maana yake. Mwanamke ni ukikaa mkao wa kuwa tegemeo. Thamani inainuka. Lakini thamani hapa kwenye usibanane naye. Hiyo unamaanisha kwamba kupiga simu kila dakika uko wapi? Yote yanachangia pale. Usifanye hayo. Kushika simu zake hakuna haja. Usizishike. Kwa sababu utajiumiza mwenyewe. Unajibana, ndio hiyo kubanana. Unabanana, yani muachie kabisa uhuru. Aende afili kama mwili wako haupo karibu naye. Mazoea yatasomeka. Na mazoea yasipokuwepo, heshima itakuwepo. Sasa hii hali ni tamaduni pia. Kwamba mwanamke inabidi amtegemee mwanaume. Ni laana. Mwenyezi Mungu alitamka hilo kama laana. Sasa daktari, usipoangalia kule kwenye simu kuna nini, yule yuko wapi, si ndo atafanya mambo mengine, ndo distance inakuja. Ujinga wetu binadamu, kwa sababu simu imekuja. Lakini mwanadamu alikuwa na moyo, alikuwa na fikra, mambo yote alikuwa anaficha kwenye fikra yake. Kutokuwepo kwa uaminifu sio zana ya leo, ni zana ya kale. Unayeanza kususpect kuangalia simu yake, katika mahusiano yenu mmekosa uwezo wa kuheshimu privacy. Mmekuwa mwili mmoja kwa tendo la ndoa na kwa watoto mnaowazaa.
kwani ana macho ya mama, masikio ya baba, lakini mko viumbe viwili kabisa kwenye miili tofauti. Ndoa nyingi zimekufa kwa sababu ya kutokuheshimu privacy ya mwenzako. Uliye naye sio kama umemmiliki. Jitahidi kuwin imani yake kwako kwa jinsi unavyomtreat. Simu yake ni ya kwake, simu ya kwako ni ya kwako. Mkianza kufuatiliana kwenye simu ni sawa na mtu anayetafuta detail. Lakini unaweza ukazipata Dr. Eli. Utazipata, sio unaweza, utazipata. Kwa sababu mke wako kutongozwa sio dhambi. Sasa ile si ndio inakusaidia Dr. Eli kujua kumbe niliokuwa naye sio mwaminifu tu. Sio msaada. Neno mwaminifu kwa Kiingereza wanamuita faithful. Mwaminifu sio yule anayeaminika, mwaminifu ni yule anayeamini. Wewe unayekwenda kusaka simu ya mwenzako sio mwaminifu. Kwa sababu mwaminifu unaweza ukamdanganya wepesi. Maisha ni personal, my sister. Maisha ni binafsi. Mambo yote unayoyafanya kinga ni kwako wewe. Sio kwamba wewe mwenyewe na nafsi yako unajikinga. Inabidi ujikinge wewe. Usilenge kwamba nalinda mahusiano yangu, mwisho wa siku unapata simu hiyo, mahusiano yamekufa. Kama ulikuwa unalinda kwa staili hiyo. Mwaminifu ni yule aliyekuwa faithful, amejaa imani na yeye. Kuwa mwaminifu sio kuamini mwingine bali kujiamini. Na inakuwa ngumu kwa sababu hatuoni mambo yalivyo, tunayaona tulivyo. Mwizi anadhani watu wote ni wezi. Muongo anadhani watu wote ni waongo. Kabisa. Mzinzi anadhani watu wote ni wazinzi. Ulivyo ndivyo utakavyoona. Una suspect simu, labda wewe bado hujua msherati, lakini mwenzako rafiki unayezani ni rafiki alikuambia yeye alikuta simu ya mume wake, ya mke wake ina messages. Umepokea zana hiyo kwake. Ulikaa karibu na mtu asiye mwaminifu na unakosa uaminifu kwa kitendo hicho tu. Hatujasema kwamba inabidi watu wa tolerate mabaya. Usichokijua akipo. Usichokijua akipo. Kwa hiyo ili mahusiano mengi yamekufa kwa sababu kila jambo linawekwa mezani. Mnaongelea kila jambo. Waliofaulu ni wale ambao mambo mengine wanaachia muda. Kabisa. Tuangalie mbele itakuwaje. Kifupi, mwaminifu anaamini. Sio wale wanaoaminika kwa asilimia kubwa ndio matapeli. Wanaoaminika kwa asilimia kubwa sio wote. Lakini mwaminifu ni yule anayeamini. Ukiona mtu ana mashaka aamini. Kama sio mwizi anajua wanaiba vipi. Umeona? Manake na yeye anahusika kwenye zana hiyo. Simu ya mwenzako ni privacy yake. Simu ya mume, ya mke ni privacy yake. Anayekupenda ni yule ambaye hata kusaliti. Akikusaliti manake afai kuwa maishani mwako. Kabisa. Atakuwa amekuinua uinuke kwa yeye kujiondoa. Kwa hiyo kwa nini ujipe pressure? Maisha yenyewe ni moja tu. Unajitafutia tatizo ambalo mwenyewe mhusika inabidi hangaike nayo. Anayekupenda Husna atajitetea usipokuwepo. Atakuwakilisha na kukuwasilishia mambo hata usipokuwepo. Anayekupenda mume atakutetea kwa mwanaume mwingine, kwa mwanamke mwingine. Mwanamke anayekupenda mwanaume atakutetea kwa mwanaume mwingine kwamba niko busy, niko occupied, niko married. Sio wakati wewe upo. Ni unafiki. Mwenye uwezo wa kukupenda aidhirishe kwingine. Mke wako kutongoza ni sehemu maalum ya yeye pia kujisikia yuko hai. Psychologically inasaidia. Mwanamke yeyote, hata wanaotutazama, wanaosikiliza sasa hivi, mwanamke akitongozwa anajisikia vizuri. Je, ameisha feli? Ameisha saliti? Bado. Ni sawa na kuambiwa wewe ni mzuri, umependeza. Ni kutongoza, ni kuflirt. Ndio naitwa kwa Kiingereza. Sio kutongoza uwe naye mahusiano tu. Lakini zote ni kutongoza. Mwanamke wako kutongozwa na mwanaume mwingine inaonyesha wewe umemtunza vizuri, lakini yeye sasa kazi kwake atasaliti ili adiondoe kwako au la. Ni wajibu wa mtu binafsi. Na ujumbe kwa faraja, aliyekusaliti akustahili kuwa maishani mwako. Usimlaumu, umshukuru kujitoa. Wewe utainuka
utapata wepesi, kwani ulimwamini asiyefaa kuliko wewe kuanza kulipiza sasa na yeye, au kufika hatua ya kujidhuru, kwa sababu sasa hivi tunaona kwamba watu wakisalitiwa wanachukua maamuzi. Ndio matatizo ya kutokujiamini. Matatizo kutokujiamini. Ukiwa na imani na wewe ndio unakuwa mwaminifu. Ukijawa imani na wewe unaelewa kabisa hata pasipo yule naweza nikaishi. Yes. Watu wanaamini wengine ndio maana wamezoofika. Kwamba naona bila yule siwezi kuishi. Imani ni kuwa na uhakika. Kabla hujaamini, imani ukimwamini mtu umejisalimisha. Kabla hujaamini kuwa na uhakika. Ukiwa na uhakika ndio naamini, unapeleka imani yako. Pasipo na uhakika usipeleke imani yako. Imani inakuendesha ukishapeleka. Kwa hiyo imani ni uhakika, una uhakika. Kwa nini unaamini? Hiyo sio imani, ni tamaa. Yeyote anayejiamini yeye aangushwe wepesi kabisa. Unaweza kumsaliti atabaki hivyo hivyo. Kwa wanaosoma maandiko, Yusufu ni mfano pekee. Kila alipokuwa nasalitiwa anainuka. Kila akisalitiwa anainuka. Wanaomsaliti wanamtengenezea njia ya kuinuka, kwa sababu yeye akulipiza kisasi, ila ali-embrace kwamba hawafai kwa wakati huu. Dokta amezungumza kuna jambo la kumalizia. Unazungumza kuhusiana na haswa upande wa msaliti. Anayekusaliti anakuwa anaondoka katika maisha yako, afai. Anajiondoa na anakunyanyua. Anayesaliti kusamehewa katika ndoa au mahusiano ni afya. Kusamehe ni afya kwa yule aliyesamehe, sio yule aliyesamehewa. Aliyesamehewa atakuwa na hatia ya kudeal naye. Kwa sababu bora kukosewa kuliko kukosea. Msaliti ndio tumesema msaliti ana shida kubwa kuishi. Kwa hiyo yule unapomsamehe aliyekusaliti, aliyekukosea, umejipa wepesi wa kwenda. Njia mojawapo pia tumesema hapa kwamba anayekusaliti amejitoa maishani mwako akikiri kwamba uliniamini lakini sikustahili. Nimetoka. Manake wewe inabidi umsamehe moja kwa moja. Kwa maana ya kusamehe tunasema kukubali na kuachia ndio kusamehe. Maana yake unakubali kilichojiri na unaachia. Kwani msamaha ni gurudumu kwa maisha ya kupenda na maisha ya kuishi kila leo. Kila unaposamehe, kukubali kilichojiri na kuachia kuendelea, umejipa wepesi wewe kwenda. Usizani umemfaidisha uliyemsamehe. Msamaha ni faida kwa yule anayesamehe. Na kitu kingine jamani, ni wewe hapo. Ni kitu ambacho nimekishika kutoka kwa Dr. Eli, kwa wale ambao wanajidhuru baada ya kuona kwamba yule aliyokuwa anampenda hawezi tena kuwa naye. Ujinani wewe mwenyewe. Yaani nimemwelewa Dr. Eli. Umesema kwamba ujifanyeje? Ujiheshimu wewe. Yaani ukijiamini wewe, ukijiamini wewe kwamba naweza kwenda bila yule, basi unaweza kwenda. Maisha ni binafsi. Binafsi yani ni ya kwako. Yaani usipojibeba mwenyewe unafeli. Kwa hiyo kama mkao wa kuwa tegemeo. Leo umezaliwa kutegemewa. Siku ulizaliwa watu walifurahi, walicheka, wewe unalia. Siku utakufa watu watalia, wewe utanyamaa kimya. Ulizaliwa ili wengine wapate faraja. Manako umezaliwa kutegemewa. Sote usikae mkao wa kutegemea. Kika mkao wa kutegemea imekula kwako. Dr. Eli VD tunakushukuru, asante sana. Na kuna mtu anasema la mwisho ambalo nalipata ni kwamba zile zinazozungumzwa kwamba wanaume ndivyo walivyo, wanawake hakuna hiyo. Kwa maelezo ya Dr. Eli ni mtu na namna ambavyo umeaminiana kwenye mahusiano yenu au kwenye ndoa yenu. Kwa hiyo anayevunja ni yule ambaye yeye mwenyewe ameonyesha kufanya hivyo, ni yeye mwenyewe ameamua. Na ambaye umesalitiwa au unasalitiwa kwamba lazima uone kwamba amejiondoa. Kama kuna muda umesema kitu kimoja kwamba kuna muda maisha haya yaachwe yaende. Acha kutafuta huko kuna kitu gani, huko kuna kitu gani, kwa sababu kadiri unavyopambana ndivyo unavyoumia wewe. Anakuambia muda utakuja kusema muda utakuja kusema. Hapo kwenye muda hapo patamu hapo Dr. Eli. Muda utakuja kuongea. Dr. Eli tunakushukuru.
Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW, tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes.